Siku mbili baada ya kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kuzomewa na wafuasi wake katika kaunti ya Kisii baada ya kujiunga na Rais William Ruto, Raila amepuuzilia mbali ukosoaji wake kuhusiana na mkataba wake wa hivi majuzi na Ruto, akisema kwamba hawezi kusimama kutizama Wakenya wakihangaika, hasa baada ya kupoteza kiti cha tume ya Umoja wa Afrika AUC. Watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto nimekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zalime mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Odinga akizungumza kaunti ya Kiambu amesisitiza kwamba uamuzi wake wa kushirikiana na Ruto ulichochewa na haja ya kushughulikia masuala muhimu ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na mamlaka ya afya ya jamii SHA yenye utata na kutozwa ushuru kupita kiasi, haswa kupitia ushuru wa nyumba. Mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana. Hata hii nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando. Mpaka uingie Tale uambie fanya hii na hii na hii, na weka watu yako hapa na hapa wafanye. Ikifika pale, nyinyi mnajua yale ambayo yalifanyika mwaka ile nyingine, si mnajua yale yalifanyika? Si mliona? Mwaka ile nyingine sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya, kusema gharama ya maisha imepanda. Tukasema fungulieni sava. Tukasema mambo ya ufisadi imezidi. Tukasema mambo ya ukabila imezidi. Tulisema haya yote. Mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADCO wakaandika report. Jamaa walikuwa na sheta. Baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza. Gen Z wakaingia kwa barabara. Wakapiga chafua sana tena. Wakapiga na hao watu. Wakatuma polisi kwenda kupiga watoto na kuua. Watoto wengi waliuawa. Raila amekabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa baadhi ya Wakenya wanaohisi kwamba uamuzi wake wa kutia saini mfumo wa ushirikiano na Ruto ni usaliti. Raila amekariri changamoto zinazowakumba Wakenya, lakini amesisitiza kwamba suluhu za kweli zinaweza kupatikana tu kwa mazungumzo na umoja. Sisi sasa hatuwezi kukaa tu kando namna hii ili nchi iende kazame, mpaka tufanye kazi tuone kama tunaweza kuyarekebisha. Wakati kifika 2027 Wakenya wataamua ni nani wanataka kuongoza. Mimi nilikuwa nasema natakwenda kwa AU. Nikasema nikichaguliwa kule sawa sawa. Tukichaguliwa bilibili ni sawa sawa, maana tuko na nyumbani. Sababu amerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Si ndio? Sasa nataka ni hami niende Bondo, nikae Bondo. Baba endelea siendelee. Endelea siendelee. Baba endelee. Si ndio? Mimi nataka tumazuri kwa Wakenya wote. Niko hapa na rafiki yangu anajulikana kama wa Raila. Wao hivyo ndio salimu hao watu. Mwarado ito. Yanajiri huku Ruto akiendeleza kampeni yake ya kupigia debe ushirikiano wake na Odinga jijini Nairobi, akizuru ngome za kisiasa za Raila za Huruma, Mathare na Ruaraka. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, Mathare nawauliza kwa unyenyekevu, tumekubaliana kama viongozi wa Kenya ya kwamba tuache ukabila, tuache chuki, tuache migawanyiko, tuache ubaguzi. Kenya ni moja na inatosha sisi wote kama wa Kenya. Mathare mnakubali tuungane jameni? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wala wanasema tuungane tutembee pamoja. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.